eneo la soko la matikiti mtaa wa Makole jijini Dodoma, ambapo tumefika hapa baada ya kupata taarifa kuwa kijana aitwaye Omari Khalifa mwenye umri wa miaka 21, bodaboda mkazi wa eneo hili, ambaye taarifa tulizozipata ni kwamba ameuawa kikatili na watu ambao walimkodi kwa maana ya kupata huduma ya bodaboda, na kisha wakiwa njiani wakaweza kufanyia tukio la kikatili na kusababisha umauti kumfika, na baada ya kumfanyia ukatili huo wakaweza kupora pikipiki. Sasa tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kupata undani juu ya taarifa za kifo chake na kile ambacho kilikuwa kimetokea. Baadhi ya watu ambao tumewakuta hapa wanatueleza kwa undani kuhusiana na tukio hilo. Mimi ni Emmanuel Chazi, hii ni Jambo TV kutokea jijini Dodoma. Mimi naitwa Khalifa Afa Sambo. Huyu kijana aliyefariki ni mwanangu mimi, anaitwa Omari Khalifa Afa. Kijana huyu kwa sababu mimi ni mzazi wake, maisha yake na jinsi nilivyomlea, malezi nimemlea vizuri sana, kwa sababu sijaona kama na matendo mabaya kiasi kwamba watu waje wamzuru kwa namna fulani, labda anaweza. Alafu si mtu mwenyewe sio mchokozi, sio wa kupishana na watu kimaneno sana. Lakini taarifa pia nilivyopewa mimi nikiwa kijijini kule kwamba ameuawa kikatili, nimefika huku na nimejishuhudia, kwa sababu mochwari jana nilikwenda nikaangalia, kwa sababu japo nimemuona kwenye friji, lakini alikuwa na alama shingoni ya kuchinjwa. Lakini pia leo nilimuuliza mpelelezi wangu kwamba ile alama ya shingoni ilikuwa ni nini, akasema amechinjwa. Kwa hiyo jinsi tu ninavyomuelewa Omari ni kwamba yeye kijana wangu hakuwa mchokozi, ni kijana mmoja anayeweza kujitafutia. Kwa maana hiyo basi nasikitika sana kwa kitendo ambacho kimefanyika. Jeshi la polisi liendelee, kwa sababu wale vijana nimesikia kwamba wamekamatwa waliotenda kitendo hicho, na naishukuru pia vyombo vya dola kwamba ina maana upelelezi wao umeenda vizuri, kwa sababu hapo karibu sana na sisi wafiwa pamoja na jamii kwa ujumla. Soko hili la Makole nilikuwa naomba kwamba, maana vijana kisemo cha watu ni kwamba wametokea humu. Kwa hiyo wale vijana baada ya kutoka humu, ina maana hivi vibanda vya hapa sokoni, mimi nilikuwa naomba kwamba vitumike katika hali ya kufanyia biashara, si kwa ajili ya makazi ya watu, kwa sababu humu inawezekana watu tunawahifadhi humu, alafu mwisho wa siku wanaanza kutenda matendo ambayo sio mema sana. Idi Mohamed Kawa, nakaa Dodoma Makulu. Sasa msiba huu, au tukisema marehemu, mimi ni mjukuu wangu. Nilipokuja kupewa taarifa hii kidogo ilinipa huzuni, ikabidi nije. Nilikuja kufika mochwari, wakatuambia jamani, mwili hatukujua kama ndugu mko karibu, mjukuu wetu bado mtoto mdogo sana, na bado tulikuwa tunamhitaji, lakini yote ni mipango ya Mungu. Hatuwezi tukamhukumu mtu kusema kwamba amefanya makusudi. Kwa majina naitwa Ani Ngaya, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Makole. Siku ya Jumamosi majira ya saa 4 nilipata taarifa kuna kijana ameuawa, ambaye alikuwa ni bodaboda anapaki maeneo ya soko la matikiti maeneo ya Makole, ambaye kwa kijana litambulishwa kwa jina naitwa Omari, na kijana nilikuwa namfahamu kwa sababu wenzake walinionyesha picha, nilikuwa namfahamu. Tukio lilitokea maeneo ya Chinyoya, kuna watu walimkodi kwenda huko, basi wakachukua upolaji wa pikipiki na yeye wakafanya tukio la kumuua kwa kumkata nasikia kolomelo na kumjeruhi sehemu za mwili. Kwa hiyo nilipata taarifa hizo na mimi nilikuja mpaka hapa nyumbani kwao. Baada ya kufika hapa niliwakuta ndugu zake, basi wakawa wanafanya jitihada za kusubiri kumpata mzazi wake ambaye baba yake alikuwa ni maeneo ya Tabora, ambaye jana nadhani aliweza kuwasili jana. Baada ya kuja mimi asubuhi hapa nikuta mzazi wake ashawasili. Kwa hiyo walifanya jitihada za kwenda, mwili ulihifadhiwa hospitali ya General Dodoma. Lakini siku ya pili, ambayo siku ya jana, siku ya Jumapili, nilipata taarifa nyingine ambayo tena kwamba wale walifanya tukio imekamatwa pikipiki, na kuna baadhi ya watu ambao vijana wanahusishwa ambao waliopo katika
eneo hili la Makole ambao wanaishi kwenye soko la matikiti. Kwa hiyo walikamatwa ili kufuatilia upelelezi zaidi. Na siku ya leo ilikuwa ni siku ifanyike ili mwili ufanyiwe maziko leo, lakini baada ya kwenda hospitali polisi walikuwa bado hawajakamilisha upelelezi wao. Kwa hiyo waliomba ili swali lifanyike kesho. Kwa hiyo kwa sababu ni mambo ya kiusalama zaidi na sisi wakaa ndugu nao wameridhia, basi tunaomba Mungu tusubiri mpaka kesho ili tuweze kumstiri huyu kijana. Rai yangu mimi tu niseme kitu kimoja kwamba inapaswa kuwa makini na hawa waliofanya mambo haya wanatakiwa wachukuliwe hatua. Ni jambo ambalo sio zuri kumtoa uhai mtu kwa sababu ya kuchukua pikipiki na kwenda wewe labda unahitaji una shida ya fedha. Ziko kazi nyingi za kufanya. Kwa sababu huyu ni kijana mdogo kwa anafanya atafute maisha yake. Wamemtoa na mke. Sasa umemtoa uhai kijana mdogo kwa sababu ya pikipiki tu. Kwa hiyo rai yangu naomba vijana wajilinde na watu kama hawa katika mtaa wetu abitu wachukulia hatua tu, yani kwanza walindane. Na watu kama hawa wanaokuja wageni ndio haya tunazungumza kwanza tutambuane. Kwa hiyo ni watu ambao tumefuatilia si wakazi hapa, ni watu wageni ambao wanafanya kitendo cha namna hii. Na ninahisi paka walifanya hivyo kwa sababu huyu bwana aliwatambua, ndio maana wakaamua kumtoa uhai. Kwa hiyo naomba tu tuachie jeshi la polisi wakamilishe upelelezi, mambo mengine yataendelea.